Chama cha msingi Ngarawani kilifanikiwa kuuza jumla ya masoko 21 na kuzalisha kilo 296,911.13 zenye thamani ya USD 765,291.51 ambayo ni sawasawa na Tanzania shilingi bilioni 1,912,728,775. Chama cha msingi Ngarawani, wakulima wake walifanikiwa kuuza tumbaku kwa wastani wa $2.58 kwa kilo. Chama cha msingi Ngarawani kimelipa ushuru uliotokana na kilo tulizozalisha kwa msimu wa 2025 ambazo ni $20,476.28 kama ushuru wa tumbaku kutoka kwa kampuni aliyokuwa mnunuzi ya Rasiwani. Posho ya katibu ni $1,200,000. Posho za wajumbe kwa kila mjumbe ni shilingi $375,000 kwa wajumbe 9. Kipengele cha posho jumla inakuwa $5,880,000. Gharama za ukarabati wa gara, matangazo, usafiri na michango ya jamii. Ukarabati wa gara uligharimu $2,659,500. Hiyo imegawanyika na ukarabati ni pamoja na kununua mabati na kulipa gharama ya pango la gara ambayo ni $1,300,000. Gharama za shajara ni $150,000, posho ya usafiri $300,000, pango la ofisi $840,000. Ofisi tuliyokodisha kwa ajili ya kutunzia pembejeo na kuitumia kama ofisi. Gharama za matangazo ni $300,000, mchango wa jamii shilingi $1,000,000. Jumla inakuwa $5,259,500. Michango ya kiserikali. Mfuko wa ukaguzi wa ndani shilingi $350,000, siku ya ushirika duniani shilingi $300,000, jukwaa la ushirika mkoa shilingi $100,000, Coasco shilingi $1,000,000, uwekezaji katika benki ya KCBL shilingi $127,000, faini ya kuchelewesha kupeleka makisio. Kwa mwaka huu tumechelewa kidogo kupeleka makisio, tukapata faini ya shilingi $540,000. Mchango wa ofisi ya mkoa wa wilaya tulitoa shilingi $200,000. Jumla inakuwa shilingi $2,836,850. Hayo ndio mapato na matumizi. Niwapongeze wakulima waliolima msimu huo tulioumaliza, wakulima 159. Pamoja na changamoto mlizokumbana nazo za mvua za mawe kwa baadhi ya wakulima wasiopungua kama wakulima 25 kwa mujibu wa bibi shamba, 29 kwa mujibu wa bibi shamba. Tuseme kwamba yale ni mapenzi ya Mungu, sisi binadamu hatuna mamlaka ya kuyazuia, lakini tuseme kwamba tunawapa pole sana. Ngarawani miongoni mwa vyama tunavyovisimamia sisi kama kampuni ya Rasiwani. Serengeti kwa ujumla tuna vyama 14, lakini Ngarawani ndio kimekuwa chama cha kwanza ambacho kimefanya vizuri ndani ya wilaya hii. Tujipongeze. Lakini wakulima walipoenda shambani wakajitolea kwa hali na mali, wakavujisha jasho jingi sana, na Mungu akawasimamia. Uzalishaji wao ukapanda kutoka kile ambacho sisi tulikuwa tumekikisia mpaka wamezalisha kilo 296,911. Tujipongeze kwa hilo. Niwaombe wakulima wa chama hiki pendwa, muendelee kuiamini kampuni ya Rasiwani kufanya nao biashara. Ni kampuni isiyokuwa na ubabaishaji. Aliyezalisha kilo 296,911. Wa pili ni Nyamakendo aliyezalisha kilo 207,747. Wa tatu ni Musati aliyezalisha kilo 199,995. Wa nne anashikilia Nyansurura aliyezalisha kilo 179,596. Alafu wa tano ni Machochwe aliyezalisha kilo 126,696. Vyama hivi vyote nilivyovitaja havikufeli kwenye makisio tuliowakisia msimu ambao tumeumaliza. Kuambia kwa msimu huu tumefanya maendeleo ya uhakika. Ukiangalia Misauzi, ardhi tumenunua. Mapikipiki hapa senta mapya ni zaidi ya mapikipiki 40 yamenunua.
tunavyojua hapa na wakulima wetu. Kwa hiyo tutaangalia kwamba hili zao la tumbaku likiendelea kuwepo, umasikini kwa watu wa Serengeti na watu wa Ngarawani tunaendelea kusema bye bye. Na ule uchumi anaozungumza Mheshimiwa Rais, ule uchumi wakati sisi Ngarawani inawezekana tukafikia uchumi mkuu kabla taifa halijafika, kwa sababu fedha vijana wetu wanaendelea kupata. Bwana asifiwe sana. Wakati tunalima tumbaku tupande miti. Tupande miti kama mwenyekiti alivyosema. Hii serikali inayokuja kigezo namba 1 cha kuendelea kulima tumbaku ni upandaji wa miti. Kwa hivyo nikushukuru mkurugenzi. Endelea kutuzalishia miti. Na miti inapokuwa kule inabaki, wewe tuletee hapa Ngarawani. Wakulima wetu wanapochukua ikibaki, mimi kama diwani nilishajiwekea utaratibu. Ili inayobaki waka napeleka kwenye taasisi za serikali. Ukienda pale Ngarawani sekondari tumepanda miti zaidi ya 1000. Ukija Ngarawani primary tumepanda miti. Ukienda hapo zahanati tumepanda miti. Na maeneo ya kupanda miti ya umma bado ni mengi. Hapo tunapokwenda kwenye msimu wa 25 26, basi tujue 24 25 tulifanya nini ili tuende na muendelezo na yale mapungufu madogo madogo. Kama nilivyozieleza hizi taasisi ambazo ni wadau wetu, basi tuendelee kuzipunguza, lakini tuendelee kujenga hoja kwa ustaarabu. Lakini unapata na thamani ya pesa yenye ubora zaidi. Unaweza kukuta mtu amekuja na bero 10, anapata milioni 10. Yaani bero moja mtendaji inauzwa milioni 1. Kwa hapa milioni inafika. Ukikanyaga vizuri ile kilo 135, 140. Unapata zaidi ya milioni 1. Mtu anakuja na bero 40 hapa, hata ile milioni 7 au hata milioni 3 hawezi kufikia. Sababu tumbaku inanunuliwa 2000, 3000, utapata saa ngapi fedha? Kwa hivyo ndugu zangu, zote tukazalisha tumbaku iliyo bora. Na ninajua tumezalisha iliyo bora, ndio maana tumbaku zote zimekwenda. Kwani kuna gani tumewahi kurudishiwa? Kuna gani wewe kurudi hapa kwamba waeleza kimoja tumbaku yako ni mbovu? Si umechapa grade na tumbaku imekwenda na imesaga na kwenye soko la dunia tunasifiwa. Tuendelee tukafanye kazi bila hiana, na kufanya kazi kwetu ndio kutakako tutoa umaskini. Kama mkulima ana uwezo wa kuzalisha, tuna wakulima wakubwa, mfano wa ndugu yangu Antonia. Ni mkulima mkubwa. Kina mzee Kiligiti bwana na wengine wengi, kina mzee Paulo na wengine wengi sana. Ni wakulima wakubwa. Tuwahudumie kwa ukubwa wao. Wale wakulima wakati tuwahudumie kwa ukubwa wao. Na wale wadogo zaidi tuwahudumie kwa ukubwa wao. Tusimbague mtu yeyote ili mradi ana nia ya kulima zao tumbaku. Hii ni keki tumepewa na Mwenyezi Mungu, tuitumie wote bila kubaguana ili kesho kila mtu ataweza kuvuna alichokifanya. Wote ni mashuhuda. Tumelima kwa eka moja. Ukija kukamua hapa unapata dumu 4. Dumu moja shilingi 75,000. 300,000 kwa miezi yote kwa mwaka. Tukaona kama sasa Mungu kafungua milango. Tuliwapigana mpaka mazingira haya yamekuja kukamilika. Sasa wamepata tumbaku. Tutunze tumbaku, tutunze. Tuwe waaminifu. Tukitumikisha ambacho kidogo ambacho tunakosea kidogo. Ni wakati nimejisajili kwenye chama fulani. Wakati wa kuuza nimeshapata mkopo kila kitu, sasa unakuta nimehamia chama kingine. Imekuwa hii ni migogoro. Kuna siku moja tunatatua hapa mpaka masomo yanataka kwanza, lakini tukawa tunatatua kwamba kana ni hii kibambo ni tutauzia wapi ni tegea mwanao gani. Nafika mahala ile mteuzi anasema kama ni basi soko linaweza kaahirishwa. Sio vizuri. Niwaombe tutunze tumbaku, lakini tuwe waaminifu. Kwenye ushirika lazima wanachama wajue haki na wajibu wao, na wanazipataje hizi haki na watendaji wajibu wao. Lazima wapate nini? Mafunzo. Kwa sheria inatuambia kwamba wanaushirika lazima wapate mafunzo ili aweze kutenda wajibu na kudai haki yake. Tunatakiwa kuthaminisha mali za chama. Ngarawani sina mali. Mmeshainisha mali zenu. Basi lazima mthaminishe na pia mpate hati miliki. Tunaona kwamba vyama vingi vya ushirika vimepoteza mali zao kwa kukosa nini? Hati. Kwa kama tunajua jengo hili la ushirika, basi tunalo jukumu la kuambia viongozi wapate taratibu jinsi gani ya kuthaminisha mali hizi na tuweze kupata hati miliki na ijulikane mali ya nini? Ya chama cha ushirika cha Ngarawani. Na jambo la mwisho ni kuendelea kujali jamii
pamoja na kulipa mikopo yetu kwa uadilifu. Kama nilivyowaambia awali, jambo la kujali jamii ni kitu ambacho kipo kwenye misingi 7 ya ushirika. Lakini jambo jingine ni kuwapongeza, na hizi salamu zinatoka ofisi ya mrajisi mkoa wa Mara, anawapongeza wanangalawani kwa kuwa kidedea. Viongozi wenu wamewahudumia ipasavyo na mmeuza na mmelipwa kwa wakati. Hakuna mkulima anayedai, hakuna ofisi iliyopokea malalamiko ya huduma angalawani wala viongozi wake. Basi tuwapongeze na tunaendelea kuwatia moyo kwamba huko mlioitumia muizidishe mara 3 yake. Ilikuwa na mtania Kimasi na mmefanya vizuri mno. Leo hata nikipata ugeni kutoka wapi nitawaleta angalawani kwa sababu hakuna kelele. Sio hivyo jamani? Kwa leo hii mimi ninajulikana kwamba Serengeti kuna afisa ushirika anaitwa Eliza kupitia nini? Angalawani. Kwa msingi sisi tunakuwa tunakopesha, tunakuwa tumechukulia kama tunakopesha AMCOS. Sio kwamba tunakopesha mtu mmoja. Sawa jamani. Kwa hiyo elimu ambayo tunaipigia ni kwa AMCOS kwa pamoja. Kwa sio mtu mmoja. Sawa jamani. Alafu swali jingine kwenye upande wa bima, mshirika kwa msema kwamba ni vizuri hizi bima zikawa zinaenda moja kwa moja kwa walengwa. Ndio maana unaweza kuona kwamba kwa mwaka huu tulichofanya kwenye zile ripoti za majanga, wale wote ambao wanapata majanga tulikuwa tukichukua jina moja na namba ya simu. Kama mnaweza kuona jina moja na namba ya simu. Muda wa mkopo tunaweka kulingana na maombi yako kuainisha kwenye ile barua yako. Kwa hiyo ukitaka kukopesha kwa miezi 3 unaainisha pale kwenye barua yako. Kwa hiyo tulikata ni mwaka mmoja kwa sababu zile barua za maombi zilikuwa zimesema mwaka mmoja. Kwa kama tunataka mkopo wenu uwe kwa muda mfupi, unaainisha pale kwenye barua zenu. Alafu kwa upande wa swali la mzee wako hapo la account, ndio maana nataka niwaombe kwamba washirika wa wale wapya wajaribu kufika ofisini kwetu na waweze kufungua account. Lakini kwa wale ambao kama uko na account na unaitumia muda mrefu kwa zaidi kama miezi 9, angalau ufiki uweze kuhakiki account yako. Usisubiri mpaka mwisho kabisa malipo yameanza na waanze kukimbizana na mambo ya account. Hivi Watanzania wametuwezesha na wametusikia tukaweza kulipa kwa vikundi, kitu ambacho kiliweza kuongeza chachu kwa wakulima na hatimaye kulipa bila kuweza kuogopa kwamba fulani hatalipa wala mtu fulani hatalipa. Kwa kupitia vikundi watu wamelipa kwa kusonga mbele. Mheshimiwa afisa ushirika, wanachama wa chama cha msingi Ngalawani AMCOS, mimi nasema bila kuogopa wala bila kumumunya maneno, ni watu ambao huaga tunasikilizana. Kila tunalolifanya lazima lipitie kwenye mikutano mikuu. Kila ambacho wamekiazimia ndicho na mimi kama kiongozi wao huaga napenda kukitekeleza, kwa sababu wao ndio watunga sheria, lakini pia wao ndio wenye maamuzi ya mwisho.